Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Walau shaa Allahu ma ashraku, tuanze ittabi ma uhiya ilayka min rabbik. Wewe mtume, fata kile ulichofunuliwa kutoka kwa Mola wako, fata wahi ulioshushiwa, yani waongoze watu kwa kutumia Qur'ani, kitabu ulichopewa. Ittabi ya Muhammadun al-Qur'ana, ewe Muhammad fuata hii Qur'ani, alladhi awhahu Allahu ilaika, ambayo Allah Mola wako kakupa kama wahi, kakufunulia. Qala al-Qurtubi, Qurtubi kasema kwenye aya hii inakusudiwa la tashghal qalbaka wa khatiraka bihim bal ishtaghil biibadati llah, usiutume moyo wako na ukatumia sana akili yako kuendana na mawazo ya hawa watu, kwamba hawa wana mipango hii, wana sera hii, wana mikakati hii, mimi nitaenda nao vipi? Kigezo chako kisiwe wanafanya vipi na mimi nitajidefend vipi. Jishughulishe na Qur'ani kama mwongozo uliopewa, na ipractice kwa kufanya ibada kwa ajili ya Mola wako. Ni rahisi tu kuishi maisha ya ucha Mungu na maisha ya ibada. Hata kama dunia imepiga hatua kubwa ya maendeleo, taaluma ziko nyingi na kuna wataalamu wa aina mbalimbali, wewe jikite katika taaluma yako moja tu ya kumtambua Mola wako na kumwabudia ipasavyo. Basi hayo mambo yao wewe wala yasikushughulisha. Ndivyo alivyoambiwa Mtume, la ilaha illa hu. Hapa duniani hapana Mola anayestahiki kuabudiwa na viumbe ila yeye. Kwa hiyo Muislamu lolote analolifanya katika maslahi yake ya dunia na ya akhera, anatakiwa alifanye katika mfumo wa ibada, liwe katika utaratibu ambao Mola wake anaridhika nao. Atakapolifanya kwa kuwaridhisha wengine, atakuwa anafanya ibada, lakini si ibada ya kumwabudu Rahmani, itakuwa labda anamwabudu shaitani. Kwa hiyo duniani usifanye jambo in the sake of fulani. Fanya jambo kwa kutaka radhi ya Allah. La ilaha illa hu, la maabuda bihaqqin illa hu. Hapana duniani anayepaswa kuabudiwa kwa haki ila Allah peke yake. Kwa hiyo wewe jikite katika maisha ya ibada, umwabudu Allah peke yake. Wa a'rid 'anil mushrikin, au washirikina na mambo yao achana nao, mambo yao waachie wenyewe. La tahtafil bihim wala taltafit ila araihim, usishereheke nao wakifanya yale ya kwao, ihtifali zao waachie wenyewe, hayo mambo hayakuhusu. Wala taltafit ila araihim, wala usiwe unaangalia rai zao. Kuna kanuni ya Darwin sijui ya mwaka gani, kuna azimio la 18 la Umoja wa Mataifa, kuna hivi na hivi. Yani wewe ukavitumia hivyo vitu ukapoteza wakati wako, usema labda vinamata. Hapana, usiangalie miongozo ambao ni mazao ya akili za watu, haswa miongozo hiyo ikiwa inapingana na kile ulichopewa. Fata ulichopewa, achana na mambo yao, usiendeshwe na miongozo yao, rai zao achie wenyewe. Walau shaa Allah, kama Allah angetaka, ma ashraku, asingeshirikisha mtu hapa duniani. Kama Allah angetaka
viumbe wake wote wafate utaratibu mmoja, angewafanya kama alivyowafanya malaika, wote wanafuata utaratibu mmoja. Lakini binadamu hawakufanywa hivyo kwa sababu ni watahiniwa, wamepewa uhuru, hiari baada ya kupewa akili na elimu. Walau shaa Allahu, kama angetaka Allah, ma ashraku, watu wasingeshirikisha. Ai, maana yake lau shaa Allahu hidayatahum, kama Allah angetaka viumbe wake wote awaongoe, la hadahum, angewaongoa wote, asingekosea hata mmoja. Falam yushriku, wala wasingeshirikisha, wote wangemtambua Mola wao ahad, wangemtambua Mola wa kweli. Walakinahu subhana, lakini Allah aliyetakasika, yafalu ma yashau, huwa anafanya atakavyo. Kataka binadamu awaache hivi, wawe huru, wako kwenye khiari, watakapoyaendea yale ambayo ni makosa yanawezekana, watakapoyaacha yale muhimu walioagizwa inawezekana, wakijituma kufanya kheri inawezekana, wakipenda kuishi maisha ya shari inawezekana. Yote ni mitihani kwao, na ndio maana wamepangiwa siku ya matokeo. Angetaka asipotee yoyote, angewanyoosha wote, asingepotea. Lakini hakutaka hivyo Allah, kwa sababu Allah hufanya atakavyo, na kaamua hivyo kuwaweka hivyo kwenye mtihani mgumu wanadamu, kwa sababu la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Yeye Allah hahojiwi na yoyote kutokana na anayoyafanya. Sasa Allah, kwa nini hili swala wewe uwezo unao, halafu ukatengeneza viumbe wanakuasi tu, wanakukataa, wanakupinga, hawakuelewi? Hakuna wa kumhoji Allah kwa nini kafanya hivyo. La yusalu, hahojiwi, amma yafalu, kutokana na anayoyafanya. Hakuna wa kumhoji Allah kwa nini ukafanya hivi na usingefanya hivi. Wa hum yusalun, watu wao ndo wataulizwa hivyo, kwa nini ukafanya hivi na kwa nini usifanye hivi, kwa nini uliamrishwa ukakataa na kwa nini ulikatazwa ukatenda. Wao wataulizwa, lakini Allah haulizwi kwa nini ukawaachia hivi na kwa nini usiwafanye wakawa hivi. Wama ja'alnaka alaihim hafidha, na wewe ni mtume tu, tumekupa ujumbe wetu ufikishe kwao. Ma ja'alnaka, hatuja kujalia wewe mtume, alaihim, kwa hawa watu, hafidha, kuwa wewe uwe ni mwenye kuwa protect, kuwa hifadhi, kuwalinda, wafate utaratibu na wasikosee. Hujatwikwa jukumu hilo, hilo si saizi yako na huliwezi. Umepewa ujumbe, fikisha, na ukifikisha kutakuwa na matokeo mawili. Kikishafika kilichofikishwa, kuna watakao kikubali na kuna watakao kikataa. Kazi yako wewe itakuwa imekwisha. Wama ja'alnaka alaihim hafidha, hatuja kujalia wewe mtume uwe ni mwenye kuwahifadhi. Ma ja'alnaka raqiban ala a'malihim, hatuja kujalia wewe kuwa ni mwenye jukumu la kusimamia wanatenda nini. Hakikisha hawatendi hivi na hakikisha hawaachi kutenda hivi. Hatuja kukalifisha hivyo. Tujazihim alaiha, alafu tukupe jukumu la kwamba wahukumu au walipe. Wakipatia walipe hivi, wakikosea walipe hivi. Hata jukumu hilo hujapewa, si kazi yako. Wama anta alaihim biwakil, pia we ni mtume tu kwao, unafikisha ulichoagizwa. Hukuwa wewe kwao ni wakili, wewe sio wakili wa watu. Lasta bimukilin ala arzaqihim wa umurihim, hujawakilishwa kusimamia jukumu la riziki zao viumbe au mambo yao yanayohusu dunia yao. Yote hayako ndani ya mamlaka yako, kazi yako kufikisha tu ujumbe basi. Qala Sawi, amesema mwanawachuoni Sawi kwenye aya hii,
wa hadha ta'kidu lima qablahu. Aya hii inatilia mkazo aya iliyokuja kabla yake hapo nyuma juu. Aya ya kabla yake imemalizia kusema lasta hafidhan muraqiban lahu, hujaambiwa uwahifadhi, ufatilie mambo yao, usimamie na uhakikishe hawatendi isivyotakiwa. Hujapewa mamlaka hayo. Fatujabirahum, ili kwa sababu ungepewa jukumu hilo ungelazimika kuwalazimisha, kuwateza nguvu ala imani, lazima waamini, wakitaka waamini, wasipotaka waamini. Hujapewa jukumu kama hilo. Wa hadha kana qabla al-amri bilqitali. Aya hizi zote zilishuka kama tunavyoambiwa zilishuka Maka. Hizi zilikuwa ni kabla ya yeye mtume kupewa amri ya kupigana nao vita. Maka kulikuwa kuna maafa mengi yanawakuta Waislamu na mtume wao, lakini hawakuambiwa kureact. Waliambiwa wawe na subira. Yote haya yalishuka Maka awamu ya kwanza ya utume. Washirikina walijitutumua vya kutosha, wakafanya maafa makubwa kwa waumini na imani yao, lakini mpaka wakati muafaka ulipofika, Allah akaleta amri zinazofanana na wakati huo. Akasema udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu. Sasa huku Madina wameruhusiwa wale ambao kwa muda mrefu wanapigwa vita, wameruhusiwa nao wa react, wajibu mashambulizi. Kwa nini wameruhusiwa? Biannahum dhulimu, kwa sababu wamedhulumiwa. Muda mrefu wameambiwa stahamilini, vumilieni, msijibu, wakadhulumiwa vya kutosha. Sasa dhuluma basi, sasa hivi kabilianeni nao, pambaneni nao. Madina ndio yalikuja maagizo hayo. Maagizo haya ya mwanzo, kuweni na subira, msiwalazimishe, msifanye hivi, msiwatukane, yote yalikuja Maka awamu ya mwanzo ya utume. Na aya inayofuata Allah anasema wala tasubbu alladhina yad'una min duni llahi, wala msiwatukane wale wanaoabudia visivyokuwa Allah, wenye miungu yao, masanamu yao. Msiwatukanie miungu yao na wala msiwatukane wenyewe. Msiwatukane washirikina wanaoabudia vitu visivyokuwa Allah, kwa sababu mkifanya hivyo mmefungua mlango ambao na wao wataupita. Fayasubbu Allaha adwan, mkiwatukania miungu yao na wao watamtukana Allah kwa uadui. Bighairi ilmin, na wala watakuwa hawajui uzito wanalolifanya. Maana hawa ni kama hamnazo, kama hawana akili vizuri. Kwa hiyo muwachukulie na muwatreat kama watu ambao kidogo wana upungufu wa akili, kama alivyosema Allah kwenye aya nyingine, wa qul lilladhina amanu yaghfiru lilladhina la yarjuna ayyama Allahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Wewe mtume waambie waumini wawe wanawachukulia watu ambao hawaamini kuwa kuna malipo mbele ya Allah, hawaamini kuwa kuna maisha mengine baada ya haya. Waambie waumini wawachukulie, wawasamehe. Vijana wa mjini siku hizo wasema wawapotezee. Yani unamuona anachokufanyia, uwezo wa kumfanyia na wewe unao, lakini unaamua kupotezea tu. Basi achana naye, mwe huyu, unavumilia tu. Kwa hiyo waambie waumini wawasamehe, wawachukulie wale watu ambao hawaamini kwamba kuna mambo yanafuata huko mbele. Watawafanyia magumu, lakini bora wawavumilie, tena wawachukulie kwenye mambo yao. Yote wanayoyafanya na mnayofanya nyinyi yapo kumbukumbu zake. Mnakokwenda ndo mtakuta ufafanuzi wake na malipo yake.
liyajziya qauman, Allah atakuja kuwalipa watu bima kanu yaamaluna au yafalun, yale ambayo hapa walifanya. Anayefanya mema ndo kajiandalia kheri yake, atakuta matokeo ya mema yake, na anayefanya mabaya hata kama hajui kuwa anayoyafanya mabaya ndo kajifungia mzigo wake, hata ukuta huko mbele ya safari. Kwa hiyo hebu wavumilieni, hakuna kitakachopotea mbele ya Allah katika matendo yao. Wacheni na mambo yao. Kama ujumbe umekuja kwenu nyote, wengine mmefahamu, wengine hawajafahamu. Sasa hawa ambao hawajafahamu, hebu wachukulieni. Yaani siwe katukana na wewe unatukana, kapiga na wewe unapiga, dunia itakuwa mahala pa fujo. Nyinyi vumilieni. Kwa hiyo hapa Allah anasema wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi, wala msiwatukane wale watu ambao wanaabudia visivyokuwa Allah. Sababu inasemekana kwamba an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, imesimuliwa na Abdullah ibn Abbas, Allah awawie radhi na babake. Abdullah ibn Abbas kasema qala kufaru Quraish li Abi Talib, makafiri wa Kikureishi pale Maka walimwambia Abu Talib. Abu Talib ni ami yake Mtume na ndiye aliyekuwa anamlinda na maafa na maudhi mengi ya Makureishi. Sasa Makureishi walikuwa wanamheshimu Abu Talib, na hakusilimu yeye, lakini hakuwa tayari kuona mwanawe ananyanyaswa. Kwa hiyo walitoka Makureishi wakenda kwa Abu Talib, wakamfikishia ujumbe wao huu: imma an tanha Muhammadan wa ashabahu an sabbi alihatina, bwana tumekuja kwako na option mbili, chagua moja. Imma an tanha Muhammadan wa ashabahu, imma umkataze Muhammadi na masahaba wake an sabbi alihatina wan naila minha, uwakataze kututukania miungu yetu na kuiasi. Wote hawa asili yetu ndo hiyo, na hii ndo dini ya wazee wetu. Kwa nini waasi kufanya ibada za wazee? Kwa hiyo mkataze mwanao Muhammad na wanaomfuata waache kufanya hayo makosa mawili, kuwatukana miungu yetu na kuiasi, yani waiheshimu na waiabudu, ndo maana yake. Wa imma, kama hawakufanya hivyo, an nasubba ilahahu wa nahjuhu, tupe na sisi ruhusa tumtukane Mungu wake. Tunaweza na sisi, kama wanavyotutukania miungu yetu, na sisi tutamtukana Mungu wake, na tutamuumbua Mungu wake kama anavyowaumbua miungu yetu. Fanazalat, ikashuka aya hii. Hawa waliokuja hapa ndio viongozi wa Maka, wana sauti, agizo lao ni sheria kwa watu wengine, likitoka tu linatendewa kazi. Sasa matusi kwa miungu yao wala si matusi, ni kama vile zinavyokuja aya, kwa mfano alahum arjulun yamshuna biha, hawa miungu yao tuseme wana miguu wanatembelea. Am lahum aidin yabtishuna biha, au wanayo mikono wanayotumia kupambania. Am lahum ayunun yubsiruna biha, au wanayo macho wanaonea. Am lahum adhanun yasmauna biha, au wana masikio ya kusikilizia. Sasa hii wanaona ni kashfa, aibu, matusi. Lakini sasa kwa mujibu wa hizi aya, kama tunavyoona mazoea katika mazingira yetu ya kawaida, mtu kaelewa aya, halafu na yake mwenyewe ya kichwani anamtoka anapokutana na mahasimu wake hao. Kwa hiyo yale yanayotoka kinywani mwa mtu, achilia aya,
yanakuwa ni maudhi zaidi, yamewakera. Watakuwa wanabishana wenyewe tu huko vijiweni, lakini maneno yatakayotoka kwa Muislamu yanamkera asiyekuwa Muislamu. Ijapokuwa kiuhalisia na hayo yanayotoka kwa wasiokuwa Waislamu yanawaudhi Waislamu, lakini wasijibu. Wakijibu, aliyejibu ndo anakuwa kakosea. Na wajua watu wenye mamlaka wanavyokuwa, wenye maamuzi. Kwa hiyo Allah akaamua kuwa manage wafuasi wake, waumini wanaomtii. Akaambia, hebu msiwatukane wao wala miungu yao. Wala tasubu alladhina yad'una min duni llahi, wala msiwatukane wale ambao wanaabudia visivyokuwa Allah. La tasubu alihata almushrikin, msiwatukane miungu wa washirikina. Msimtukane Lata wala Uza wala Manata. Huyo watabaki kuwa si Mungu tu, lakini msiwasemee chochote katika maneno ambayo yanawaudhi wenyewe watu wao. La tasubu alihata almushrikina wa asnamahum, musitukane miungu ya washirikina na masanamu yao, msiyatukane. Kama ni aya mmeletewa, isomeni aya kama ilivyo. Musishereheshe sherehe zenu. Wao wanahesabu matusi, kashfa, fedheha. Mawe utakuwa ushaelewa somo, lakini sasa ukisherehesha, sherehe yako ndo itakuwa maudhi kwa hawa jamaa. Kwa hiyo hebu zuieni hicho kitu. Yani Allah kama anawaogopa, lakini ndo analinda amani. Mfahamiana? Analinda amani, watu angalau waheshimiane, wakae kwa raha. Kwa sababu mkiwatukania miungu yao na masanamu yao, fayasubu Allah adwan, na wao kiuadui kabisa watamtukana Allah. Tena hawatochagua matusi, watamtukana kwa maana ya kumtukana bighairi ilmin, pasi na kujua kuwa wanachofanya si cha kiungwana. Madamu uwezo wa kukifanya wanao, watafanya. Kwa hiyo hebu jizuieni, mupunguze munkari wao. Yani mkiwatukania miungu yao, fayasubullaha jahlan, na wao watamtukana Allah bila ya kujua ubaya wa matusi yao. Waatidaan, tena watamtukana kiuadui kwa sababu hawana imani naye. Imani yao iko kwa miungu yao, huyo Mungu wenu nyinyi hawana imani naye. Kwa hiyo watamtukana watakavyo. Fayasubullaha jahlan wa atidaan liadami ma'rifatihim bi'azamatillahi, watamtukana Allah kwa kutokujua na kwa sababu ya uadui walionao na kutokuwa na maarifa ya kumfahamu Allah. Hawamjui Allah ni nani, kwa hiyo watamfanyia chochote. Kwa hiyo kwa kulinda amani, mukae vizuri, hebu msiwaambie maneno ambayo hawayapendi, ambao wao wanayahesabu matusi au karaha. Jizuieni nyinyi, kuweni na heshima, angalau mupunguze munkari wao. Qala ibn Abbas, bwana Abdullah ibn Abbas amesema, qala almushrikuna, washirikina walisema. Obviously ni wale viongozi wa hao washirikina ndio wenye sauti, maneno yao yakisemwa yanakuwa yana athari. Walisema washirikina, la tantahiyanna an sabbika alihatina, ukome kuwatukana miungu wetu. Au lanahjuwanna rabbaka, au na sisi tutamuumbua Mungu wako, tutamkashifu Mungu wako Muhammad. Fanahahumullahu, ndio maana Allah akawakataza waumini. Wangu mimi ninaweza kuwakataza na wanakatazika. Kwa hiyo na nyinyi jizuieni na hayo mliopanga kufanya. Kwa hiyo Allah kawakataza waumini na waumini wanakatazika, wakawa wanawapitia mbali, hawachokozeki mbele ya washirikina.
kwa sababu na wao walishakuwa wamevalia njuga kama ni matusi na sisi tunayajua. Tutamtukana Allah wenu mpaka mtatutambua sisi nani. Kwa hiyo wakauzuiliwa waumini wasitukane miungu yao ili na wao wasije wakamtukana Allah kwa sababu ya ule ujinga wao na chuki jinsi wanavyomchukia. An yasubbu awthanahum fanahahumullahu, Allah amewakataza waumini an yasubbu awthanahum, wasiyatukane masanamu yao. Mwenyewe mwache ende akaombe, anyenyekee, asujudi, atake shida zake, mwache. Maana ukiingilia kati swala hilo, maafa yatakuwa makubwa. Kwa hiyo kwa kupunguza maafa, mukae kwa amani. Haya mambo yanayoepukika hebu achaneni nayo. Yanayoepukika achaneni nayo. Mmeletewa aya, someni hizo aya, wafikishieni kama zilivyo, msitie sherehe tena. Kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum, kama mnavyowaona watu wenu hawa walivyopotoka na upotofu wao wanaupenda na wanaulinda. Hii ndo dasturi katika ulimwengu huu. Kadhalika mambo yako kama hivi tangu huko nyuma. Zayyana likulli ummatin amalahum, kila umma nimeupambia amali zao wenyewe, wanaziona nzuri. Mwanasiasa anaona hakuna kitu kama siasa, na moyoni mwake hasa anaitakidi hata huyo Mungu mwenyewe anaitambua nafasi yake ya siasa, hata kama ataachana mbali na dini, ibada na nini, lakini Mungu mwenyewe anajua mimi ni nani, vile anavyojiona pale alipo na cheo chake, anajisikia. Hasa ukimtokonyoa na kwa sababu ana maamuzi, atafanya kitu mbaya. Kwa hiyo wewe hebu jibehave, wewe hupotezi kitu, na anayofanya huu ni yake mwenyewe, kwa sababu ujumbe umefika, kinachosemwa anaelewa. Kile kinachoepukika wewe jiepushe nacho. Fata utaratibu, ishi maisha yako ya ibada. Ulipoambiwa mfikishie vile vile. Kama ni aya, msomee aya, usiongeze chumvi. Hii chumvi inakera, ikizidi chakula kinakuwa hakiliki. Kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum, hii ndo dasturi katika dunia hii. Kila umma katika umma zilizokuja duniani, kila umma tumeupambia amali zao. Wenyewe wanajiona wako sawa na Mungu pia karidhika nao. Kila mwenye lake hujiona hivi. Hata mwizi wakati mwingine huwa anaingia msikitini akasali. Hata kafiri akifa, mnawasikia wanavyosema Mungu iweke roho ya marehemu mahala pema peponi, amen. Pepo kumbe wanaitaka, lakini taratibu za kwenda peponi ndo wanakataa kuzifuata. Kwa hiyo kila mwenye lake kapambiwa jambo lake, analipenda, analithamini na analilinda kwa nguvu yote. Kwa hiyo nyinyi mchukue tahadhari. Haya mambo yanayoepukika, hebu jiepusheni nayo. Kama zayyana lihaulai a'malahum, kama mnavyowaona hawa ndugu zenu nilivyowapambia matendo yao, wenyewe wanajiona wako sawa na mambo yao mazuri, basi hivi ndivyo ilivyo katika sunna ya dunia hii. Kadhalika ni hivyo hivyo, zayyana likulli ummatin amalahum, kila umma nimeupambia amali zao. Wamekufa na ukafiri wao, wamekufa na mila za wazee wao. Kama ni kukosea ukupatia, wanaona huko walikofikia. Qala Ibn Abbas, Bwana Abdullah ibn Abbas amesema, zayyana li ahli taati taatan, watu wenye nyoyo za utiifu, watu watiifu tumewapambia ile taa, ndo kitu kinachopendeza kwao. Wanaishi maisha ya ibada na taa, humtoi hapo. Hichi ndo alichopambiwa, kimemjaa moyoni, na ndiyo tabia yake, anaishi hivi. Wa ahli al-kufri kufra, na watu wa ukafiri tumewapambia ile kufuru yao,
imewajaa nyoyoni, wameishiba, yani kuiacha ile kufuru yeye ndo anaona anakufuru. Kumtoa kafiri mushriki kwenye shirki yake, yeye ndo anaishi kama ndo unamkufurisha vile. Kile kitu alichonacho kakinywa kiko moyoni, kwa hiyo mpaka anakufa na jambo lake. Kapambiwa, analiona zuri, analiona ana jambo la thamani kubwa, usiku kugeuka jibwa, anaenjoy mwenyewe na anaona hata Mungu yuko pamoja naye, kampa ule uwezo, kambarikia, anafanya mambo yake mpaka anakufa na ushirikina wake. Anaenjoy kwamba sometimes anakuwa mtu akitaka anageuka mbwa, anageuka komba, akasumbua watu usiku, anageuka hivi, anaenjoy na jambo lake mwenyewe. Kwa hiyo mwenye taa kapambiwa ile taa, anapenda maisha ya taa, na mwenye kufuru kapambiwa ile kufuru, anapenda maisha ya kufuru yake mpaka anakufa nayo. Kwa hiyo na nyinyi muwe waangalifu. Wewe uko huku, linda mipaka yako usije ukaharibiwa, lakini pia uwe una uwezo wa kujibehave, usiingilie uhuru wa mwingine, maafa yatakuwa makubwa. Kama hivyo, mkimtukana atatukana, ukimpiga atapiga. Kwa hiyo hebu jizuie, kaa kwenye lako, lilinde lile lako, huyu asiliharibu, lakini na wewe uwe muangalifu kuingilia la kwake. Ndivyo walivyoelekezwa Maka huko. Thumma ila rabbihim marji'uhum, wamepambiwa kufuru yao wanailinda. Waacheni na kufuru yao, baada ya kuwafikishia ujumbe iwe imetosha. Wakishamaliza kufuru yao kwa Mola wao wanarudi. Yule aliyewaleta hapa kawaleta kwa muda maalum, muda ukisha anawaondoa. Wakiondoka hapa ndo wanarudi kwa yule aliyewaleta hapa. Kwa hiyo nyinyi siwape shida, sio kazi yenu. Thumma ila rabbihim marji'uhum, halafu kwa Mola wao ndio marejeo yao. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, wakirudi kwa Mola wao anakwenda kuwapa detailed report kwa kile ambacho hapa kwenye maisha ya mpito walikifanya. Kila alichokifanya hapa atakuta uko mbele taarifa zake, na hata ile kazi yako ya kumlingania akatukana akajibu jeuri, zote kumbukumbu hizi zipo. Alam yatikum nadhir, ataulizwa hakukujia wewe muonyaji? Qala au qalu bala qad jaana nadhiru, watasema muonyaji alitujia kwa kweli, yote haya alituambia, lakini fakadhabna, tulimkadhibisha. Wa qulna ma nazzala Allahu min shay, tukasema unayosema ni uongo, Allah hajateremsha chochote. Tulijibu hivyo, na kumbukumbu zote zipo, alipoambiwa na alichojibu, hatua alizochukua, kila kitu ataonyesha. Kwa hiyo nyinyi hamtokuwa na kosa, kwa sababu mlifanya wajibu wenu wa kumkumbusha kistaarabu, sio kumtukana. Mfikishie kistaarabu kile ambacho anapaswa akielewe, kwa sababu kama hakupewa, kama hakufikishiwa, atakwenda kujenga hoja kesho, aseme walikuwa wana jambo lao, mimi sikuwa na taarifa, hawakuniambia. Mwambie, lakini kwa lugha nzuri. Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum, munapoongea na watu wa kitabu ongeeni lugha nzuri. Billati hiya ahsan, maana lugha iwe nzuri. Illa alladhina zalamu minhum, isipokuwa wale madhalim kati yao, maana wengine washenzi. Hiyo lugha nzuri hawaitaki, wakija wanakuja kwa shari, wanavamia kijiji, wanachoma moto nyumba, wanachukua mifugo, wanaharibu mali, wanafanya hivi. Sasa hawa si wa kuongea nao kwa lugha nzuri, kwa lugha ile ile waliokujia, ongeeni nao lugha hiyo hiyo. Hawa waliodhulumu mtadili nao kwa njia hizo walizokuja nazo, lakini wale ambao wametulia, wanaohitaji diplomacy, basi nendeni nao kidiplomasia vile vile. Miongozo yote ya Allah. Thumma maaduhum wa masiruhum ila Allah, marejeo yao na mafikio yao ni kwa Allah.
hapa duniani wapo kwa muda tu. Kila mtu hapa yuko kwa muda. Marejeo yao na mafikio yao ni kwa Allah. Fayujazihim bi'amalihim, wakirudi kwa Allah Mola wao atakwenda kuwalipa kwa mujibu wa matendo yao. Kile alichokichuma hapa ndicho atakachokwenda kukuta malipo yake. Mavuno atakwenda kuvuna huko. Wa huwa wa'idun bil jazai wal adhabi, huu ni waidi, ni makamio ya Allah kwamba unachokifanya leo kwenye dunia yako utakwenda kulipwa kwa mujibu wa thamani yake. Huonewi, huzidishiwi, hupunguziwi. Kama ni kibaya utastahiki adhabu. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, na hawa washirikina wameapa kwa jina la Allah, upeo wa kuapa, yani wameapa kiapo cha nguvu. Halafa kufaru Maka, waliapa makafiri wa Maka, bi aghlazil imani wa ashaddiha, wameapa kutoka moyoni, wakiwa na imani nzito kwa mujibu wa imani yao. Wameapa wakasema, la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha, kama tutakinaishwa kwa hoja, tukaletewa ishara, muujiza, ukatukubalisha kweli huyu ni mtume wa Mungu na Qur'ani ni maneno ya Mungu, wallahi tutaamini. Kwenye Qur'ani ziko aya nyingi ambazo watu wameomba miujiza iwasaidie wakubali kufahamu, waweze kufahamu Muhammad ni mtume kweli, Qur'ani kweli inatoka kwa Allah. Kwa hiyo Allah anasema hawa watu waliapa kiapo kutoka moyoni, jahda imani, wameapa kiapo cha nguvu, wakasema la in ja'atuhum ayatun, kama utawajia muujiza, ishara itakayowasaidia kufahamu ukweli wa anachokisema Muhammad, la yu'minunna biha, wallahi watayamini Qur'ani. Wanataka wasaidiwe kwa kuletewa kitu kilichokhalifu ada ya kimaumbile, muujiza utakao wakinaisha kufahamu ukweli wa anachosema Muhammad. La in ja'atuhum mu'jizatun, kama utawajia muujiza, au amrun khariqun mimma iqtarahuhu, au lije jambo lililokuwa limekhalifu ada ya maumbile, ndo muujiza. Tena jambo lenyewe liwe watakalochagua wenyewe. Tukifanyiwa jambo fulani tutaamini. Kwa hiyo waliapa, la in ja'atuhum mu'jizatun au amrun khariqun, ukitujia muujiza au jambo lililokuwa si la kawaida katika kanuni ya maumbile, mimma iqtarahuhu, katika watakalolitaka wenyewe. Likija jambo, la yu'minunna biha, wataamini kwa jambo hilo. Qul, hawa waongo hata wakiletewa muujiza gani hawaamini tu. Lakini wewe kama mtume, qul, waambie, innamal ayatu inda Allah, habari ya miujiza sio kazi yangu, wala sina mamlaka nayo. Haya ni mambo ya Allah mwenyewe. Akitaka hufanya, hakutaka hapelekeshwi. Hata mkimuomba asipotaka haleti. Wala msiniombe mimi, sina uwezo wa jambo hilo, similiki chochote hapo. Qul, waambie, innamal ayatu inda Allah, hakika ya miujiza haya ni mambo yaliyo kwenye mamlaka ya Allah. Qul lahum ya Muhammadun, waambie wa watu ewe Muhammad, amru hadhihi alayati, suala la hii miujiza, inda Allah, liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La indi, haliko kwangu mimi, sina mamlaka wala uwezo huo. Huwa alqadiru ala al-itiyani biha duni, Allah ndo mwenye uwezo wa kuleta miujiza na sio mimi. Huwa, yeye Allah, alqadiru ala al-itiyani biha, ndiye mwenye uwezo wa kuleta miujiza, duni, sio mimi, Allah mwenyewe. Kwa hiyo kama mna access ya kuongea naye, kumuomba, muombeni yeye alete, msiniambie mimi habari ya muujiza. Wama yushairukum, alafu Allah akawaambia waumini, mtume na wanaomfuata, wama yushairukum annaha idha ja'at la yu'minun,
nyinyi mtajuaje kwamba hawa watu ni wabishi? Hata ukija huo muujiza hawaamini. Wama mana'ana an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al-awwalun. Kwenye suratul Isra Allah amesema, si kama tunashindwa kuwaletea miujiza, lakini tuna uhakika hata miujiza tukifanya hawaamini. Wama mana'ana, hakuna kinachotuzuia an nursila bil ayati, kuleta miujiza, illa, isipokuwa kinachozuia an kadhaba biha al-awwalun. Tangu huko nyuma watu huomba miujiza, ikija wanakadhibisha vile vile. Na hawa watu wako copy to right, ndo kama wale, hata tukiwaletea muujiza watakadhibisha hivyo hivyo. Na ada ilivyo, wanapoomba watu muujiza halafu ukafanywa muujiza wakaendelea kupinga, huangamizwa. Sasa Allah hapa sasa hivi hataki kuangamiza tena kama alivyowafanyia Adi, Thamudi na wengineo. Hawa siku zenyewe zilizobaki chache kuja kiyama, hesabu yao iko karibu. Acha tu wapitishe siku zao, wakiondoka hapa mkutano mkuu upo karibu hapo mbele. Kwa hiyo nyinyi tukujulisheni vipi, kitu gani kinaweza kuwasaidia nyinyi waumini, kwamba sio tunawakomalia tu, hatutaki kuwaonyesha miujiza, lakini sijui kipi kitawasaidia nyinyi kujua kuwa hawa hata wakafanyiwa muujiza hawaamini. Yeye mwenyewe Allah ndo alimul ghaib, anajua haina tija miujiza. Wanaharakisha waangamizwe bure, na Allah hizo issue hataki kipindi hichi kufanya. Wanaomba miujiza, ikija miujiza wanaendelea kupinga. Wakiendelea kupinga na kulinda walichonacho, Allah hatawatia adabu, hatawaangamiza. Kwa hiyo wanadai, wameapa kiapo cha nguvu kuwa ukija muujiza tutaamini. Lakini Allah anawajua viumbe wake kwamba hata ukija muujiza hawaamini. Wama yushairukum annaha idha jaat la yu'minun, yani wama yudrikum, kitu gani nyinyi waumini kitawafahamisheni, ayuhal mu'minuna, enyi waumini, la'allaha idha ja'atuhum la yusaddiquna biha. Hawa watu huo muujiza wanaodai ukija, baada ya muujiza kuja pia hawatosadiki hawa, na wasiposadiki watakuwa wanafosi waangamizwe, na Allah hataki kufanya hilo sasa hivi. Kwa hiyo wanaomba, lakini halitekelezi hilo ombi lao, halizingatiwi kwa sasa. Wanuqallibu afidatahum wa absarahum, tunazibadilisha, tunazigeuza nyoyo zao na macho yao. Nuqallibu, tunageuza, tunabadilisha, afidatahum, nyoyo zao, wa absarahum, na macho yao. Kama lam yu'minu bihi awwala marra, kama ambavyo hao wa mwanzo hawakuamini na hawa hawatoamini vile vile. Nuhawwilu qulubahum, tunazigeuza nyoyo zao, anil imani, zinaikataa imani. Wamehubiriwa imani, lakini imani hawaipendi hata kuisikia. Nyoyo zao zinageuzwa kama zilivyo zile sumaku, yani poles zinazofanana zina repel. Kwa hiyo ile imani ikisukumwa kwenye nyoyo zao, nyoyo zinaikataa imani. Kama lam yu'minu bima unzila min alqur'ani, kama ambavyo hii Qur'ani si watu wengi inawaongoza, wengi si wanaongoka kwa kuzingatia Qur'ani. Wao Qur'ani wakiisikia haiwasaidii chochote. Kwa hiyo hata na miujiza nayo ikija, nyoyo zao zitaikataa vile vile. Kama ambavyo Qur'ani hawakuizingatia awwala marra, mwanzo wa kuisikia kwao, mpaka sasa hawajataka kuifahamu, hata na miujiza haitosaidia kitu. Qala Sawi, amesema Sawi, wa huwa istinafun masuqun li bayani anna khaliqal huda wadhalala huwa Allah. Maneno kwenye aya hizi yanaonyesha kwamba aliyeumba uongofu na upotovu ni Bwana mmoja. Kwa hiyo mahala pa kukaa uongofu Muumba anapajua,
na mahala ambapo uongofu haukubaliki anajua vile vile. Akisema huyu haamini, huyu ni mtu wa motoni, anakuwa mtu wa motoni kweli. Kama Abu Lahabi, zimesomwa aya za Qur'ani za kumtangazia moto, kazisikia akiwa mzima na afya yake, akaambiwa yeye na mkewe hakuangamizwa, siku zilikuwepo, lakini hata hakushtuka kwamba katangaziwa moto, mpaka kafana ukafiri wake vile vile yeye na mkewe. Alilolisema Allah likawa kweli. Mwingine kama ana athari ya uoga moyoni angeshtuka, sala imekuwa kiasi hichi tena natangaziwa moto, angetafuta ukweli, akajisogeza karibu, akaomba radhi, mpaka Allah akamwepesishia moyo, ukakubali uongofu. Lakini muumba wa uongofu na muumba wa upotofu ndo huyo huyo mmoja, na ndiye aliyeumba wanadamu na akawaumbia nyoyo zao, anawaelewa viumbe wake. La ghairuhu, hayupo mwingine anayemjua binadamu kuliko aliyemuumba binadamu, hakuna mwingine. Faman arada lahu alhuda, kwa hivyo Allah anayemtakia uongofu, hawala qalbahu lahu, huelekeza ule moyo wake kwenye huo uongofu, na moyo unasoma, unakubali. Kama remote inavyo, signal za remote zinavyosomwa kwenye kilichoelekezewa. Kwa hiyo na Allah anajua moyo wa kukubali uongofu, anaufahamu. Kwa hiyo uongofu ukielekezwa kwenye moyo ambao unakubali, moyo unapokea, mtu anabadilika, hata kama alikuwa jahili kiasi gani. Kama moyo wake mzima unasoma, basi utakubali uongofu. Wa man arada Allahu shaqawatahu, na yule ambaye Allah anataka kumpotoa, yani moyo wake unasoma upotofu, hawala qalbahu laha, moyo wake huuelekeza upande wa upotofu, kule ndo unasoma moyo wake. Kwenye uongofu haukubali. Huwa alladhi khalaqakum, Allah ndo aliyekuumbeni nyinyi kama binadamu, nyote mmeumbwa na Bwana mmoja. Faminkum kafirun, lakini kati yenu mna makafiri. Kwa hiyo aliyekuwa kafiri, huyu ni kafiri, huna la kumfanya, anakuwa hivyo. Wa minkum mu'minun, na kati yenu wako waumini, aliyekuwa ni wa imani, hata kama anaanza vibaya, iko siku ataseti tu mazingira yakimkubali, anaelekea kwa hala kwake. Wallahu bima ta'maluna basirun, Allah amekuwekeni kwenye maisha haya ya mpito kwa mtihani, anaona kila mnachokifanya. Kwa hiyo wakulia anakuwa wakulia na wakushoto wanabaki kuwa wakushoto. Mtu wa kheri atabaki kuwa wa kheri, na mtu wa shari atakufa na shari yake hivyo hivyo. Wanadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, hawa watu wa kupotoka Allah anasema nadharuhum, tunawaacha, fi tughyanihim, kwenye upotovu wao, ya'mahun, wanavyoga, wanaogelea, wanaenjoy na ukafiri wao na maasiya, mpaka muda unaisha anaondoka hivyo hivyo. Kwa sababu huyu moyo wake hausomi haki, lakini unasoma vizuri batil, anakufa nayo batil. Wanaturukuhum, tunawaacha watu wabaya, fi dhalalihim, kwenye upotovu wao. Uwezo akitaka Allah kutumia nguvu yake kuziriseti hizi nyoyo mbaya ziwe nzuri, anaweza. Ndio maana asema walau shaa rabbuka, kama angetaka Mola wako, la amana man fil ardi kulluhum jami'an, watu wote duniani walio kwenye ardhi wangeamini. Angetumia uwezo wake wa kiungu akawarekebisha wote, wakawa nyoyo zao zinasoma positively, lakini hakutaka afanye hivi. Wanaturukuhum fi dhalalihim, tunawaacha watu wabaya kwenye upotovu wao, hatufosi warekebike, tunawaacha hivyo hivyo. Yatakhabatuna wa yataraddaduna mutahayyirin, wanakuwa wanataraddadi, wanalala wakaamka, wanaanguka wakainuka kwenye upotovu wao mpaka dakika zinakwisha. Kwa hiyo waheri atabaki kuwa waheri, hakuna kitakachomtoa huko, kwa sababu moyo wake una sense vizuri. Na mtu wa shari atabaki kuwa washari, na atabaki huko mpaka anakufa na shari yake, kwa sababu moyo wake una sense ile shari.
atakuwa yeye ni mtu wa shari na anawashabikia watu wa shari kama yeye. Ndio uelewe katika hii dunia wewe kuwa utakavyokuwa hukosi supporters. Uwe mwema kama wema waliokuwa nao mitume, hukosi adui, kwa sababu ule wema wako ni tatizo kwa watu wengine na mambo yao, watakuchukia tu. Na kama utakuwa ni mshenzi kupita wote katika ardhi hii, hukosi supporters, kwa sababu ule ushenzi wako ni tija kwa watu wengine. Utapata chawa tele, watakuganda. Sema yes, tumepata bosi. Namna hii ndo kiongozi tunayemtaka. Ndio hivyo watu tulivyo. Minkum kafirun wa minkum mu'minun. Kati yenu wengine ni makafiri baada ya kuumbwa na wengine ni waumini. Kwa hiyo hali halisi ndio iko hivyo. Tuko kwenye aya ya 110 hapo leo. Tunaweka darasa yetu. Tutakuja kuendelea na aya 111 darasa ijayo biidhnillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Wakadhalika nusarrifu alayati, namna hivi ndivyo tunavyozisarifu aya. Kwa mwenye kutaka kufahamu anaelewa tu. Waliyaqulu darasta, watu wako Muhammad watasema haya si maneno ya wahai, hajaletewa kutoka mbinguni, lakini anasoma kwenye vitabu vya zamani. Ndio maana yake darasta. Maneno haya Muhammad anayasoma kwenye vitabu vya kale, alafu anajidai eti kaletewa wahai. Watu wabaya watasema hivyo. Lakini kwa wengine wasiokuwa wabaya, walinubayinahu liqaumin ya'lamun, maneno yetu tunayafafanua vizuri kwa watu wasomi wenye elimu, wanaofahamu, wanajua kwamba haya si maneno ya kipuuzi. Wenye kufahamu wanafahamu na wananufaika, lakini wenye kujitia hamnazo watasema tofauti. Sasa ni maneno ya vitabu vya zamani, stori za wazee, ngano za watu wa kale na mambo mengine. Sasa wewe mtume, itabi ma uhiya ilaika, fuata hichi ulichoagizwa, fata wahi ulioletewa ni rabbika, kutoka kwa Mola wako. Tumia maagizo yake, upractice maisha yako yakubaliane na mwongozo wa maneno haya. La ilaha illa huwa, hapana katika dunia Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki na watu ila yeye. Wa a'rid 'anil mushrikin, hawa washirikina waache na mambo yao. Usinukuu maazimio yao, wala usiige sharia zao, wala usifuate mila zao. Achana na mambo yao yote, fata ulichoelekezwa. Ndo maana yake. Wala usha Allahu, na kama angetaka Allah, ma ashraku, waja wake hawa wasingeshirikisha. Angetaka kusema suala hili hapa duniani lisitendeke, ma ashraku, waja wake wasingeshirikisha, lakini kataka kawaacha na hobi zao. Wama ja'alnaka alayhim hafidha, na wewe kupewa utume hatujakujalia uwe ni mwenye kuwahifadhi, uwa protect wasikosee au wasiharibikiwe. Huna mamlaka hayo. Wama anta alaihim biwakil, wala wewe si wakili kwao, hatujakupa uwakili. Kwa hiyo mambo yao waachie tu wenyewe. Ujumbe ukifika, wewe huna lawama tena. Utalaumiwa, je, uliwafikishia? Hukuwafikishia? Hukufikisha, utakuwa una lawama. Lakini kama umewafikishia, basi inatosha. Reaction hii ni kazi yao wao wenyewe na Mola wao, wewe sio wakili kwao. Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi, wala msiwatukane wanaoabudia visivyokuwa Allah. Msiwatukane, wacheni. Shawafikishia, haifai hivyo jamani, Mola wetu hataki, halafu basi inatosha. Mkiwatukana, fayasubu Allah adwan, na wao watamtukana Allah kwa sababu ya uadui walionao. Watamtukana kiadui hasa, kwamba huyu ni adui yao. Bighairi ilmin, watafanya hivyo pasi na kujua.
kwamba wanachokifanya si kitu ambacho wanastahili kufanya, watafanya jambo wasilolijua. Fayasubbu Allah bighairi ilmin, fayasubbu Allah adwan bighairi ilmin, watamtukana Allah kiuadui pasi na kujua. Kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum, kama hivi ndivyo tulivyoupambia kila umma, wenyewe unathamini matendo yao, maazimio yao na mambo mengine, sera zao, dira, kila kitu wanafanya yao, halafu wakayakweza, wakaona yao bora kuliko ya aliyewaumba. Kila umma tumewapambia mambo yao. Thumma ila rabbihim marji'uhum, halafu wakishaondoka hapa marejeo yao ni kwa Mola wao, watarudi huko ambako yuko aliyewaleta hapa. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, wakirudi kwa Mola wao anakwenda kuwajulisha kile ambacho hapa wamefanya. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, watu hawa waliapa kwa jina la Allah, yamini nzito waliapa, wakasema la in ja'atuhum ayatun, kama utawajia muujiza, wakifanyiwa muujiza la yu'minun biha, wataamini. Waliapa wakipewa muujiza wataamini, lakini hata wakiapa Allah anasema hawalete muujiza wanayoitaka. Qul, sema ewe mtume, innamal ayatu inda Allah, suala la aya, muujiza liko kwenye maamuzi ya Allah, sio mimi. Allah mwenyewe ndo mwenye mambo kama hayo. Wama yushairukum, Allah akawageukia waumini na mtume wao, wama yushairukum, na nyinyi kitu gani kitawasaidia kujua, annaha, kwamba idha jaat la yu'minun, hawa wanaomba muujiza lakini hata wakifanyiwa hawaamini. Hamwezi kujua, Allah ndo anawajua viumbe wake, kwamba hawa hata wakaletewa huo muujiza hawa hawaamini, nyoyo zao hazisomi, zimekufa. Wanuqallibu afidatahum, na tunazigeuza nyoyo zao, wa absarahum, na macho yao, tunageuza nyoyo zao na macho yao, kama lam yu'minu bihi awwala marra, kama ambavyo tangu mwanzo hawakuamini, hawajaamini tangu mwanzo. Kwa hiyo tunageuza nyoyo zao hata na hili pia. Wanadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, tunawaacha kwenye upotevu wao, wanaogelea humo, wanatumia dakika zao, muda unaenda mpaka mtu siku zinaisha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, anaenda zake vibaya. Kwa hiyo huyu fungu la kukosa ni la kukosa. Qur'ani ipo hafahamu, mawaidha anasikia haelewi, anadai muujiza hata ukiletwa hatokubali. Kwa hiyo huyu mwache tu kama alivyo mwenyewe, amalizie tu muda wake mpaka ukiisha aende kwa Mola wake. Wa ala hadha alqadri yaqif, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ربنا اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وإليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.